Waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wameuteka mji wa Walikale wenye utajiri wa madini ya bati mkoani Kivu Kaskazini. Hayo yanajiri siku moja tu baada ya marais wa Kongo na Rwanda kukutana na kuonesha nia ya kuwepo usitishwaji mapigano huko mashariki mwa Kongo. Wakati huo huo, rais wa Ufaransa ametangaza kuunga mkono juhudi za amani nchini Kongo zinazoendeshwa na viongozi wa makanisa wa nchi hiyo. Zaidi anasimulia Salehe Mwanamilongo. Taarifa kutoka Walikale zinasema waasi wa M23 waliuteka mji huo Jumatano jioni baada ya milio ya risasi ya hapa na pale. Mmoja ya viongozi wa jadi wa mtaa wa Walikale amesema waasi hao walipenyeza ngome ya jeshi na kutumia njia mbadala kufikia mji huo. Mji wa Walikale ni watatu kwa uzalishaji madini ya bati ulimwenguni na ni mji wa kimkakati ambao unaunganisha majimbo mane ya mashariki mwa Kongo, yakiwemo Kivu ya Kaskazini, Kivu Kusini, Chopo na Manyema. Mji wa Walikale wenye wakazi wapatao 15,000 ni umbali wa kilomita 125 na mji wa Goma na chini ya kilomita 400 na mji wa Kisangani. Umoja wa Mataifa umesema kwa wiki kadhaa sasa zaidi ya watu 100,000 wamekimbia maeneo hayo na kuelekea mji wa Lubutu mkoani Manyema. Mapigano yanaendelea huko Kivu licha ya mwito wa usitishaji mapigano wa haraka na usio na masharti uliotolewa Jumanne na marais Felix Tshisekedi na Paul Kagame baada ya mkutano wao wa ana kwa ana wa mjini Doha, Qatar. Mwito huo umeungwa mkono na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ambaye alikutana pia na viongozi wa kidini wa Kongo mjini Paris hapo jana. Baada ya mazungumzo yao na Macron, Askofu Fulgence Muteba, mwenyekiti wa kongamano la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Kongo Senko, amesema mpango wa amani wa viongozi wa kidini unalenga kuwaweka pamoja si tu serikali ya Kongo na waasi wa M23, bali wanasiasa wote na mashirika ya kiraia ili kutafuta suluhisho la kudumu la mzozo wa Kongo. Ça fait des semaines que nous demandons qu'il y ait ce dialogue. Ni wiki kadhaa sasa ambayo tumekuwa tukiomba kuweko na mazungumzo kwa sababu mapigano hayawezi kuleta suluhisho kwa mzozo huu. Umwagaji damu unazua majonzi pekee. Kwa hiyo kwetu sisi ni lazima Wakongo wakae pamoja kwenye meza mazungumzo kwa ajili ya maelewano na mshikamano wa kitaifa, na inaomba kila mmoja wetu aache majigambo. Et ça demande que chacun puisse se dépasser. Kwenye mahojiano hapo jana na gazeti la Ufaransa Le Figaro, Rais Felix Tshisekedi amesema yuko tayari kwa mazungumzo zaidi ya moja kwa moja na rais wa Rwanda Paul Kagame baada ya yale ya mjini Doha, akisema kwamba upatanishi wa Qatar umefanyika kwa busara. Hata hivyo, Tshisekedi amekosoa vikali hatua ya waasi wa M23 ya kutohudhuria mazungumzo ya amani ya Luanda nchini Angola, akisema hiyo ni ishara tosha kwamba M23 ni vibaraka wa Rwanda na wamekuwa watiifu kwa kauli ya kiongozi wa Rwanda pekee.